Ili uwe wa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Bwana winga fundi wa Uganda Allan Okello, winga huyu anawindwa na timu nyingi barani Afrika ikiwemo Young Africa. Hawa ni mabingwa wa Tanzania ambao wamechukua ligi kuu ya Tanzania mara 4 mfululizo. Nao wapo kipaumbele katika lada kumwinda Allan Okello. Allan Okello, winga huyu wa Vipers United ya pale nchini Uganda, ni winga ambaye ni matatari kweli kweli, ni winga ambaye anajua kucheza mpira, hivyo wana Yanga wenyewe wamejitusta kifua mbele kwenda kumchukua winga huyo kutoka pale Vipers United. Lakini Vipers wenyewe wanasema kwamba sio kinyonge na sio rahisi kumpata mchezaji huyo, kwa sababu kwao ndio nyota katika timu yao Allan Okello. Vile vile katika timu yake ya taifa ya Uganda The Cranes ni mchezaji ambaye anaperform kuliko wachezaji wote, japokuwa kuna wengine wanacheza Ulaya, wengine wanacheza mataifa mbalimbali barani Afrika, lakini Allan Okello anaonyesha performance kubwa. Hivyo wengine wanasema kwa sababu ya kimo chake ndio maana hakufanikiwa kwenda mbele, lakini angekuwa ni mrefu au angekuwa na kimo zaidi ya pale alipo angeweza kwenda mbele, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana talent kubwa kuliko wachezaji wengine wote. Hayo ni maneno ya baadhi ya mashabiki wa pale Uganda, kwa sababu wanajua Allan Okello ni mchezaji ambaye ana perform vizuri kuliko wachezaji wote, hivyo wanampakulia maua yake. Wanasema anapewa maua yake akiwa hai kabla hajafa, sio mtu msifia akiwa amekufa. Allan Okello ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anaweza kusaidia timu yoyote ile inamhitaji. Hivyo wananchi Young Africa wenyewe wanasema kwamba Allan Okello ni mchezaji wao, ameshamalizana naye, ni swala la muda tu. Hivyo wakati wowote anatambulishwa katika viunga vya Jangwani Allan Okello kwenda kuitumikia timu ya wananchi, kwenda kutumikia Young Africa. Wana Yanga wenyewe wanasema hapa wamepata mali, kwa sababu katika dirisha kubwa kuna baadhi ya maeneo yalipelea, kuna baadhi ya maeneo wanaona kabisa walifeli, lakini katika dirisha hili dogo wanataka kuandaa kikosi chao kiwe imara katika mashindano ya kimataifa, waendelee kupeperusha bendera ya Tanzania vyema. Kama unavyojua katika mechi zao mbili za klabu bingwa barani Afrika, Yanga wameshinda mechi moja ya nyumbani na wametoa sare ugenini, hivyo wanaona bado nafasi wanayo. Kwa hiyo wanatakiwa walete wachezaji ambao wanaweza kuivusha Yanga na kwenda katika hatua ya robo finali, japokuwa malengo yao ya msimu huu ilikuwa ni kufika tu hatua ya makundi. Lakini hayo ni maneno tu ya kuzuga wapinzani. Mnawashangaza wapinzani kwa sababu mnaambia tuna lengo la kufika hatua ya makundi, lakini wenyewe lengo lao kubwa ni kufika nusu finali. Hizo ni habari za ndani kabisa za klabu ya Yanga, lakini kwa mashabiki nje huko wameambiwa wasiwe na pressure, ndio maana akaambiwa Yanga lengo lake kubwa ni kufika hatua ya makundi. Hivyo wana Yanga hivi sasa wanasema kwamba Allan Okello washamalizana naye, wakati wowote anakuja kusaini mkataba. Kama unavyojua Allan Okello yuko na timu yake ya Uganda The Cranes huko Morocco katika mashindano ya AFCON. Wanadai kwamba kabla AFCON haijaisha Allan Okello atakuwa ameshasinya, watampelekea mikataba huko Morocco akasaini, kwa sababu washamalizana naye kila kitu muda mrefu. Mikataba ya awali ashasaini, bado tu mkataba ambao utafanya atambulike kwamba huyu ni mchezaji halali wa Yanga Afrika. Hivyo wana Yanga wenyewe wanasema hapa wamelamba dume. Baadhi ya mashabiki wamesikika wakisema kwamba Allan Okello ni mchezaji mzuri, anafaa kutumikia timu yetu. Hao ni mashabiki wa Yanga. Wengine wanakuja na kusema kwamba Allan Okello anaonekana mchezaji wa kawaida tu, ni mchezaji ambaye anatoka katika mechi na mechi, hivyo katika timu ya Yanga inahitaji wachezaji wakubwa, inahitaji wachezaji wazuri zaidi Allan Okello. Lakini wengine wanasema kwamba Allan Okello anatufaa kwa sababu Allan Okello ameshaonyesha kwamba yeye ni nani, na katika soka la Afrika analijua vizuri, kwa sababu amecheza akiwa na Uganda, amecheza akiwa na timu yake ya klabu ya Vipers United katika mashindano hayo ya klabu bingwa barani Afrika. Hivyo ana uzoefu na mashindano. Vile vile Allan Okello anaweza kutupa morali au kutupa nguvu na kusaidia katika maeneo ambayo amepenya. Au ni mashabiki wa Yanga kila mmoja akiwa anakuja na la kwake, kila mmoja anamzungumzia mchezaji huyu Allan Okello kwa vile jinsi anavyomjua, kwa sababu wengine wana mapenzi na wengine huwa hawana mapenzi na wachezaji, wengine wana mapenzi na timu. Kwa kila mmoja anaongea lile ambalo liko katika mdomo wake, kila mmoja anaongea la kwake ambalo anaona ni. Lakini mwamba huyu kutoka Uganda ananukia kweli kutoka katika viunga vya Yanga. Yanga wenyewe anasema kwamba hapa wamelamba dume katika karata zote ambazo wamewahi kuzichangisha. Hili ni dume wamelamba. Huyu ni fundi kweli katika kipindi chote ambacho wamesajili katika dirisha dogo. Wanaimani kwamba dirisha hili watakuwa wamefanya vizuri zaidi, kwa sababu bwana mdogo huyu wanajua mpira kweli. Bwana mdogo huyu wenyewe wanamuhusudu. Bwana mdogo huyu watatumia gharama yoyote ile kumpata, lakini vyombo vya ndani kabisa vinaeleza kwamba dili lake lishaisha.
dili limekamilika muda mrefu kwelikweli. Alan Okello ni yeye kujiunga tu na Yanga, wanasubiri katika dirisha dogo Januari wamuone katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika akiwa amevaa jezi za Yanga. Hivyo wana Yanga wengi wanamsubiri kumuona bwana mdogo Alan Okello akiwa anatumikia timu hiyo, lakini vile vile watu wengine wameenda mbali na mashabiki wamekuja kila mmoja na la kwake. Wengine wameandika komenti zao hapa. Mmoja huyu anaitwa Said Maulidi amesema kwamba Yanga hapa watakuwa wamepata mchezaji, japokuwa sina uhakika sana kwa sababu wachezaji wengi wa Uganda wanaokuja Tanzania wachache wanaofaulu, wengi wao huwa wanafeli. Lakini pia amepita hapa Masudi Juma anasema kwamba Yanga hapa wamepata mchezaji kweli kweli. Huyu ni mchezaji wa kazi, ni mchezaji ambaye ukimpa kazi anaweza kufanya kazi kweli kweli. Alan Okello huyu bwana mdogo, hata mimi mwenyewe namkubali, japokuwa mimi sio mshabiki wa Yanga, lakini namkubali kweli kweli Alan Okello. Pia hapa ameandika Kelvin Juma amesema kwamba Alan Okello ni mchezaji ambaye anaweza kuisaidia Yanga kufika katika nchi ya ahadi, anaweza kuisaidia Yanga kufika kule ambako wenyewe wanataka wafike. Hivyo hapa wananchi wamepata mtu, wananchi hapa waendelee kuitunza hii ni mali, kama kweli atatua Yanga hapa Yanga umepata mchezaji wa kazi. Yote kwa yote amekuja Ally Kamwe na kusema kwamba Alan Okello ni mchezaji ambaye yeye mwenyewe alikuwa anatamani toka muda mrefu ajiunge na Yanga Afrika. Toka muda mrefu alikuwa anatamani, alikuwa anaongea na viongozi anaowashawishi juu ya kumsajili huyu bwana mdogo, kwa sababu yeye mwenyewe anajua uwezo wake, anaamini kwamba bwana mdogo ana uwezo mkubwa, ana imani katika uchezaji wake. Bwana mdogo anasema kwamba Alan Okello ni mchezaji ambaye alikuwa anatamani kweli kweli kumuona akiwa anajiunga na Yanga, kwa sababu anajua kucheza mpira toka katika mashindano ya Chani alivyomuona, japokuwa sio katika Chani amemfuatilia kweli kweli. Hivyo viongozi wa Yanga walikuwa na makini sana katika Chani, japokuwa katika dirisha kubwa ilikuwa kuna ugumu kwa sababu siku zilikuwa ni chache kweli kweli, na wao walikuwa wanataka wachezaji ambao wanaweza kuwapata kwa haraka kwa ajili ya kujiunga na mashindano ya klabu bingwa Afrika. Hivyo Alan Okello ilikuwa kuna ugumu kidogo, vipazo walikuwa wanaweka kwa sababu nao walikuwa wanashiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Hivyo ilikuwa ni ngumu kwao kuachia Yanga mchezaji ambaye wenyewe wanamtaka. Hivyo hivi sasa wenyewe wanasema kwamba Alan Okello dili lao lilishaisha mapema tu, walishamalizana naye, walikuwa wanasubiria tu dirisha dogo likifika wamchukue mchezaji wao. Wenyewe wanatamba na kusema kwamba Alan Okello kuna timu nyingi zilimtaka hapa Tanzania lakini zimefeli. Timu nyingi zilikuwa zinamhitaji Alan Okello lakini zimeangukia pua. Nadhani kama unavyojua hawa bwana na wapinzani wao itakuwa wanasema Simba, maana pia Simba walikuwa wanahusishwa sana na mchezaji huyu Alan Okello, lakini mpaka hivi sasa inasemekana Alan Okello anajiunga na Yanga katika dirisha dogo. Hizi ni taarifa za ndani kabisa katika klabu hiyo ya Yanga, na wenyewe wanasema kwamba wao ndio timu yenye mvuto kwa sasa barani Afrika. Wao ni timu ambayo ina ushawishi wa kumleta mchezaji yoyote yule, na mchezaji yoyote yule sikia kwamba anahitajika na Yanga hawezi kukataa, kwa sababu mwenyekiti wa vilabu ndio rais wa timu hiyo ya Yanga Afrika. Hivyo wenyewe wanadai kwamba wao ndio timu yenye nguvu. Ally Kamwe anamalizia na kusema kwamba Alan Okello ni fundi wa mpira, hivyo watu watasubiri kulambishwa nyasi katika dirisha dogo hili. Hapo amepata mchezaji ambaye anaweza kufikisha katika nchi ya ahadi. Huyu ni fundi kweli kweli. Bwana we, hayo ni maneno ya Ally Kamwe akiwa anapiga vijembe pia kwa watani wake wa jadi Simba, kwa sababu mwenyewe anasema kwamba Alan Okello ni mchezaji mdogo, hivyo kazi yake ni kuwapima watu umri, kwa sababu kuna timu bado zina wachezaji wazee, hivyo umri utapimwa. Huu ni mwaka ambao watu watapimwa umri kweli kweli. Bwana wewe mdau wa soka, mshabiki wa soka, mpenda michezo na mwanamspoti mwenzangu, unazungumziaje juu ya Alan Okello? Hapa Yanga wamelamba dume au wamechemka? Hapo subscribe, comment, like pamoja na